إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na yusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio ya mu'min yapo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, yapo katika kujipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana ya kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo. Muumini yeyote atakayekuwa na sifa ya kuyafanya yale ambayo ameamrishwa na Mola wake, lakini vile vile akawa ni mwenye kuyaacha yale ambayo amekatazwa na Mola wake, bila shaka Muislamu huyu atakuwa na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa sifa hiyo itakuwa ni sababu ya yeye kufanikiwa katika mambo yake ya duniani na akhera. Ahibba, khutba yetu ya leo ina anwani inayosema al-a'malu allati ta'dilu al-hajji fi thawabi, matendo ambayo yanalingana na ibada ya hija kwa upande wa thawabu, kwa upande wa malipo. Hija ni ibada tukufu sana. Lam
lamma kana alhajj min afdal al-a'mal, ilipokuwa hija ni miongoni mwa matendo bora baada al-jihad fi sabilillah, baada ya jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, amal inayofuatia kwa ubora ni mtu kwenda kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba hija ina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad yafqidu almuslimu alistita'ata, lakini huenda muislamu akakosa uwezo wa kwenda kuhiji bisababi almaradhi au alwadai au adam alqudrati almaliyah. Inawezekana muislamu akashindwa kwenda hija kwa sababu ya maradhi, anaumwa, au kwa sababu ya maradhi ya kuambukizana, hija ikawa ni yenye kusimamishwa, au kwa sababu ya kukosa uwezo wa kimali. Hana gharama za kuweza kusafiri kutoka hapa na kwenda katika mji wa Maka kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya hija. Hana uwezo huo, au ana uwezo lakini watu wamezuiliwa kutokana na magonjwa ya kuambukiza yapo katika wakati huo, au yeye mwenyewe ni mgonjwa, hawezi kustahimili kufanya ibada ya hija. Ibada ya hija inahitaji nguvu. Sasa yaonekana mtu akashindwa kwenda hija kwa sababu hizo ambazo tumezitaja. Fa inna Allaha shara'a li'ibadihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea waja wake, anawawekea sheria waja wake kufanya baadhi ya mambo. A'malan, amewawekea amal, amewawekea matendo, yablughu ajruha ajra al-hajj wal-umrah. Kwa kuyafanya matendo hayo yana ujira wa ibada ya hija na umra kwa upande wa malipo, kwa upande wa thawabu. Mzee katika imani, kwa hakika hija ni ibada bora sana. Hija ni ibada tukufu sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man hajja, yeyote atakayekwenda kuhiji, yeyote atakayehiji, falam yarfuth, na akawa si mwenye kutamka maneno mabaya, hajatoka na maneno machafu katika mdomo wake, walam yafsuq, lakini vile vile hajafanya matendo maovu, hajafanya matendo ya kifasiki, hajafanya matendo ya madhambi, muislamu huyu rajaa ka yawmi waladatuhu ummuhu, atarudi katika mji wake kama ile siku aliyozaliwa na mama yake. Hana dhambi, amesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ibada yake ya hija. Allah amemsamehe madhambi, anarudi akiwa ni mpya, hana madhambi. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, al-hajjul mabrur, hija ambayo imetakasika, al-hajjul mabrur, hija ambayo ni yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, laysa lahu jazaa'un illa al-janna, haina malipo isipokuwa malipo yake ni pepo. Muislamu anapofanya ibada ya hija na hija yake imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna atakacholipwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa muislamu huyo atalipwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Na maulama wanasema al-hajjul mabrur, hija ambayo ni yenye kukubaliwa ni hija ambayo imekamilisha vigezo vitatu, ni hija ambayo ina sifa kuu tatu. Sifa ya kwanza, al-ikhlas, mtu amekwenda kufanya ibada ya hija kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala,
hakuna anachokihitaji katika ibada yake ya hija. Anahitaji thawabu na malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya pili, almutabaa, kwamba hija yake aifanye kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hija yake afuate kama alivyofanya hija Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada ya hija Mtume kaifundishaje? Kwa ili iwe ni alhajj almabrur, ni lazima hija hiyo ifanye kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sifa ya tatu, antakuna almalu, ile mali ambayo anakwenda nayo hija halalun, iwe ni mali ya halali, ameipata kwa njia za halali, ndipo hija yake itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hija ambayo imekubaliwa na Allah haina malipo zaidi ya pepo. Kwa mtu anapokwenda kufanya hija na hija yake ikakamilisha masharti yote na akaifanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hija hiyo kwa hakika inamfanya Muislamu kama vile amezaliwa upya, kupata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa wale ambao hawajajaliwa kwenda kufanya ibada ya hija, ima ni kwa sababu ni wagonjwa, ima ni kwa sababu hawana uwezo wa kusafiri kutoka kwenye nchi yao mpaka katika mji wa Maka, hawana gharama za kuendea huko, kuna matendo ambayo Muislamu ukiyafanya matendo hayo utapata thawabu sawa na mtu ambaye amekwenda kufanya hija. Matendo ambayo hayahitaji gharama, matendo ambayo hayana ugumu, hata mtu asiyekuwa na nguvu, mtu dhaifu anaweza kuifanya vitendo hivyo. Ahibba, wa min al-a'mal allati ta'dilu al-hajj fi thawabi kathiratun, miongoni mwa matendo ambayo ukiyafanya thawabu zake ni sawa na hija, matendo hayo ni mengi. Minha, miongoni mwa matendo hayo, miongoni mwa ibada hizo, awalan, kwanza, aqdu niyyati sadiqa, ni mtu kuwa na nia ya kweli kweli ala adai lhaji, katika kwenda kuitekeleza ibada ya hija, kwamba mimi naweka nia ndani ya mwaka huu nikafanya ibada ya hija. Sasa kama utashindwa kwenda kwa kule kuweka kwako nia tu, unapata thawabu sawa na mtu ambaye amekwenda na amefanya ibada ya hija. Katika hadithi ya Jabir radiyallahu anhu qala, Jabir anasema kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ghazatin, asema siku moja tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita fulani. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna bil madinati rijalan, hakika katika mji wa Madina kuna watu ambao tumewaacha huko Madina, ma sirtum mashiran wala qata'tum wadiyan, hamtakwenda ng'ambo yoyote na wala hamtapita katika mbuga ya aina yoyote, illa kanu ma'akum, isipokuwa watu hao wako pamoja na nyinyi kimalipo. Nyinyi mko katika vita, mnapambana, mnapigana na mmepata malipo makubwa na thawabu nyingi kwa kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna watu wamebaki Madina, tumewaacha Madina, na wao vile vile wako pamoja na nyinyi kimalipo. Malipo mnayoyapata nyinyi wanapata na wao vile vile. Hada sahibul marad, kilichowasulia wao kuwa pamoja na nyinyi katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maradhi, lakini ndani ya mioyo yao
nia zao wana nia ya kuja kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi anasema akifasiri hadithi hii anasema, wa fi hadha al-hadith, na katika hadithi hii, fadhilatun niyyati fil khairi, hadithi hii inaonyesha ubora wa nia katika mambo ya kheri, ubora wa nia katika mambo mema, katika ibadati mbalimbali. Wa anna man nawa al-ghazwa, na hakika yule atakayenuia kwenda kupigana vita kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghairahu, na akawekania kufanya ibada nyingine, min at-ta'ati, miongoni mwa taa, miongoni mwa ibada, famaridha, fa'arada lahu udhr, kisha akawa ni mwenye kupata udhur, hasala lahu thawabu niyatihi, atapata thawabu ya ile nia yake. Kwamba mtu aliyekania ya kufanya ibada fulani kisha akapata udhuru, akapata dharura ya kuifanya ibada hiyo, maadamu aliyekania analipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufanya ibada hiyo. Na hata ibada ya hija vile vile, Muislamu kikubwa ni wewe kuwekania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na weka nia, Allah akinijalia nitakwenda kuhiji. Kama Allah hata kujalia kwenda kwa sababu yoyote ile iwayo, wewe katika mwaka huo utaandikiwa thawabu sawa na wale ambao wamehiji. Hili halihitaji nguvu kubwa, hili halihitaji pesa, hili halihitaji mpaka ule ushibe. Ni kuweka nia tu kwamba naweka nia ya kwenda kufanya ibada ya hija ndani ya mwaka huu. Sasa kama Allah hatakujalia kupata gharama za kwenda huko, Allah hatakujalia kwa sababu ya maradhi, Allah subhanahu wa ta'ala atakuandikia thawabu sawa na thawabu ya wale ambao wamekwenda kuhiji. Thania, jambo la pili ambalo Muislamu akilifanya jambo hilo anapata thawabu sawa na mtu aliyefanya ibada ya hija, ni almuhafadhatu ala salati alfaridha fi almasjidi, ni Muislamu kuhifadhi na kuswali swala ya jamaa msikitini. Wanaume wanafahamu hivyo kwamba mwanaume wa Kiislamu anatakiwa kuswali swala za jamaa msikitini. Ikiwa mtu ana utaratibu huo kwamba yeye ni mtu wa kuswali swala tano, lakini pia swala tano anaziswalia msikitini, huyu analipwa na Allah subhanahu wa ta'ala malipo sawa na mtu aliyefanya ibada ya hija. Rawa Abu Umamata anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Abu Umama amepokea hadithi, anasema kwamba sallama, man kharaja min baitihi, man kharaja min baitihi mutatahhiran, atakayetoka nyumbani kwake akiwa na udhu, ila salatin maktubatin, akaenda kwa ajili ya kuiswali swala ya faradhi, fa ajruhu ka ajri alhaji almuhrimi, ujira atakayolipwa na Allah, thawabu atakazolipwa na Allah sawa na ujira wa hujaji, sawa na ujira wa mtu aliyehirimia hija na akaifanya ibada ya hija. Lakini kwa sharti, toka nyumbani kwako ukiwa na udhu, sio unakuja kutawadhia msikitini. Unatoka nyumbani kwako ukiwa umetawadha, lengo na shabaha ni kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya faradhi. Miongoni mwa malipo ambayo unayapata, unaandikiwa thawabu sawa na mtu aliyefanya ibada ya hija. Thalitha, jambo la tatu ni salatu al-fajr fi jama'ati, ni kuswali swala ya alfajiri kwa jamaa. Thumma dhikrullahi, kisha baada ya kumaliza kuswali swala ya alfajiri, kisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu'a ash-shamsu, mpaka jua lichomoze. Thumma salatu
rak'atayn, kisha kuswali raka mbili za swala ya dhuha. Mambo haya matatu, kuiswali salatu subhi, baada ya kuiswali swala ya subhi ukakaa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ukakaa kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala mpaka jua likachomoza. Na baada ya jua kuchomoza, kabla hujaondoka msikitini, ukaswali raka mbili za swala ya dhuha. Malipo yake unaandikiwa malipo na Allah sawa na mtu aliyefanya ibada ya hija. Na hili vile vile halihitaji nguvu kubwa, halihitaji uwezo wa kipesa. Ni wewe kutenga muda kwamba natakiwa kwenda kuswali salatu subhi msikitini, na baada ya kuswali swala ya subhi nitakaa kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mdhikiri Allah. Kisha baada ya kumaliza adhkar, jua limeshachomoza, limepanda kidogo, unaswali raka mbili, kisha unaondoka kwenda kwenye majukumu yako. Ujira unaopata unaandikiwa thawabu sawa na mtu ambaye amefanya ibada ya hija. Katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Anas amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salla al-ghadata, atakayeswali swala ya subhi fi jama'atin, kwa jamaa, thumma qa'ada yadhkuru Allah, kisha akawa namtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu'a ash-shamsu, mpaka jua lichomoze, thumma salla rak'atayn, kisha baada ya kuchomoza jua likapanda kidogo, akaswali raka mbili za dhuha, mtu huyo kanat lahu, atakuwa kana kwamba yeye anaandikiwa malipo kana kwamba anapewa ujira na Allah subhanahu wa ta'ala, kaajri hajjatin wa umratin, kama mtu aliyefanya ibada ya hija na umra. Thawabu anazopata mtu aliyefanya ibada ya hija na akafanya ibada ya umra, anaipata mtu huyu ambaye ameswali swala ya subhi, kisha akawa anamdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala mpaka jua likachomoza, kisha akaswali raka mbili za dhuha, akaondoka kwenda kwenye majukumu yake, anaandikiwa thawabu sawa na mtu aliyefanya ibada ya hija na umra. Tena Mtume akasema tama, tena ibada ya hija na umra zilizotimia vizuri, tama, tena ibada ya hija na umra zilizotimia vizuri, tama, tena ibada ya hija na umra zilizotimia vizuri. Mtume ameyasema maneno haya mara tatu kuonyesha ujira na thawabu za mtu ambaye akaswali swala ya subhi, kisha akakaa akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baada ya hapo akaswali raka mbili za dhuha na akaendelea na majukumu yake, anapata ujira huo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, birrul walidaini, miongoni mwa matendo ambayo yanalingana na ibada ya hija ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Birru alwalidain ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, Anas anasema ata rajulun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja alimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipofika kwa Mtume akamwambia, inni ashtahi aljihada, hakika mimi natamani kwenda kupigana jihadi, kupambana na makafiri. Nalitamani sana jambo hili, naitamani ibada hii, wala aqdiru alayhi, na wala sina uwezo wa kwenda kupigana jihadi, lakini katika moyo wangu ninatamani hivyo. Qala, Mtume akamwambia, hal baqiya min walidayka ahad, hivi kuna mzazi wako yeyote aliyebakia katika wazazi wako wawili? Kuna mzazi wako aliyebakia yuko hai? Qala ummi, akasema ndio, mama yangu yuko hai. Qala, Mtume akamwambia, fas'alillaha fi birriha, muombe Allah subhanahu wa ta'ala
akupe uwezo wa kumfanyia wewe na mzazi wako. Fa idha fa'alta, ikiwa wewe utamfanyia wema mzazi wako, fa anta hajun mu'tamirun mujahidun, akamwambia fa anta hajun, wewe utakuwa ni hujaji, utakuwa unapata malipo kama hujaji, kama mtu aliyekwenda kuhiji. Mu'tamirun, utapata malipo kama vile mtu aliyefanya ibada ya umra. Wa mujahidun, na utapata malipo sawa na mtu aliyepigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho unachokitamani, kama utamfanyia wema mama yako, kama utamfanyia wema mzazi wako, utapata thawabu ya ile jihad ambayo unaitamani, lakini bado utapewa thawabu sawa na mtu ambaye amefanya ibada ya hija na umra. Hayo ni malipo kwa mtu ambaye anamfanyia mzazi wake wema. Lakini leo ni wangapi ambao wanawafanyia wazazi wao wema? Unaweza kukuta ni wachache kupita maelezo, wengi wao utakuta wazazi wako kijijini wanaishi katika mazingira magumu, hawana hata watu wa kuangalia. Lakini mtoto yuko mjini, anaishi mjini maisha mazuri, mama anaishi katika mazingira magumu, wazazi wanaishi katika mazingira magumu, kula yao ni ya shida. Anapomuuliza mtoto, jamani vipi huko, hali ni ngumu, hakuna chakula, anamwambia mama huko mjini pia hali ni ngumu, lakini wakati huo yeye anakula vizuri na watoto wake. Mama anapata shida kijijini, mama anateseka, mama haudumiwi. Mbaya zaidi, utakuta mzazi ana watoto 10, wao wawili wamepambana, wamewalea watoto 10, lakini hao watoto 10 wanashindwa kuwalea watu wawili. Hii ni aibu kubwa. Kila mmoja anarudi nyuma katika hili, lakini watu wangefahamu ujira na thawabu na malipo ya kumhudumia mzazi, ya kumfanyia wema mzazi. Hawa watoto kila mmoja angepigania kuhakikisha kwamba anamhudumia mama, anamhudumia baba, anawahudumia wazazi wake. Anajua kwamba hii ndio jihadi, lakini ni jihadi ngumu kupita maelezo. Anajua kwamba hii ni ibada ya hija, hija yangu iko hapa, umra yangu iko hapa. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa matendo yanayolingana thawabu zake na ibada ya hija ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Tuwafanyieni wema wazazi wawili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, waishi vizuri kama ambavyo walikulea wewe. Uliishi katika mazingira mazuri, wakakusomesha mpaka ukafikia hapo ulipo, unaweza kufanya kazi, unaweza kumiliki chochote. Usimsahau mzazi, mpe huduma mzazi, mfanyie wema mzazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حبا khutba yetu ya leo inatukumbusha mambo ambayo tukiyafanya tutapata thawabu sawa na aliyekwenda kuhiji katika mji wa Maka. Ametoa milioni zake 16, akaondoka yeye kusafiri kutoka hapa mpaka katika mji wa Maka, na akifika katika mji wa Maka kuna safari za kutoka hapa na kwenda sehemu nyingine. Atatoka Maka watakwenda Mina, tarehe ikifika watatoka Mina wataenda Arafati, watatoka Arafati watakwenda Muzdalifa, watatoka Muzdalifa watakwenda Jamarati, watatoka Jamarati watarudi Mina, kisha baadaye watatoka Mina na watarudi katika mji wa Maka. Baada ya hapo watatoka katika mji wa Maka watakwenda kwenye mji wa Madina.
Hizi zote ni safari, mpaka mtu anarudi hapa amechoka mbaya kabisa. Lakini wewe unaambiwa fanya matendo haya, fanya amali hizi, fanya ibada hizi, utapata thawabu sawa na mtu aliyeteseka kiasi hicho. Muislamu, kwa nini usijitahidi katika ibada kwa kuyafanya haya ambayo tunaelezwa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Khamisan, la tano na la mwisho, ni hudhuru durusi wal muhadarati fi masajidi. Miongoni mwa mambo ambayo ukiyafanya unapata thawabu sawa na mtu ambaye amefanya ibada ya hija na umra, ni wewe kuwa na tabia ya kuhudhuria mihadhara na kuhudhuria darsa mbalimbali msikitini, kwamba leo kuna muhadhara, Sheikh fulani atakuja hapa kwa ajili ya kutoa muhadhara. Muislamu anahudhuria, anaacha kazi zake, anaacha mapumziko yake kwa ajili ya kuja kusikiliza muhadhara. Leo ni siku ya darsa fulani, Muislamu anaacha kazi zake, anaacha mapumziko yake, anakwenda kwenye darsa. Jambo hili unapolifanya, ibada hii unapoifanya, malipo yake sawa na malipo ya hija na umra. Katika hadithi ya Abu Umama radhiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, man ghada ila almasjidi, yeyote atakayetoka mapema akaenda msikitini, la yuridu illa an yataallama khairan, hakuna anachokikusudia, hakuna anachokifuata msikitini isipokuwa kwa ajili ya kwenda kujifunza kheri, isipokuwa kwa ajili ya kwenda kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au yuallimahu, au ametoka yeye mwenyewe ndio anakwenda kufundisha dini, anakwenda kufundisha kheri, kana lahu ka ajri hajin, anaandikiwa malipo ujira wake sawa na ujira wa mtu aliyefanya hija. Tama hajjatuhu, tena mtu ambaye hija yake imetimia, hija yake imekamilika. Malipo unalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndio unalipwa wewe ambaye umetoka nyumbani kwako kwa ajili ya kwenda kwenye muhadhara, umetoka nyumbani kwako kwa ajili ya kwenda kwenye darasa ya shekhe fulani. Ahiba, inna huduraka likulli darsin, hakika kuhudhuria kwako katika kila darsa, hakika kuhudhuria kwako katika kila muhadhara, tanalu thawaba hajja, utapata thawabu za kufanya ibada ya hija. Lakini kwa masikitiko makubwa, inna nara ba'd an-nas, hakika sisi tunawaona baadhi ya watu, yataqaasuna an hudhuri mithli hadhihi almuhadharati, wanarudi nyuma na wanakuwa ni wavivu wa kuhudhuria mihadhara kama hiyo, kuhudhuria durusi kama hizo. Laqad kana salafu rahimahumullah, hakika walikuwa waja waliotangulia, waja wema waliotangulia, yusafiruna fi talab alilmi, walikuwa wakisafiri kwa ajili ya kwenda kuitafuta elimu. Anatoka mbali kwa ajili ya kwenda kwenye muhadhara, anatoka mbali kwa ajili ya kwenda kusikiliza darsa, anatoka mbali kwa ajili ya kwenda kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyum, na leo hii asbaha ulama, wamekuwa maulama, wamekuwa wajuzi, huwa alladhina yaatuna, wao ndio wanaokuja min mudun ba'idatin, wanakuja kutoka sehemu za mbali, wanakuja kutoka kwenye nchi za mbali, litakdimi durusi wal muhadharati, kwa ajili ya kuja kutoa darsa mbalimbali na kwa ajili ya kuja kutoa mihadhara wa dawrat alilmiya, na kwa ajili ya kuja kutoa semina za kielimu kwa ajili ya watu. Walakin la najibu hirsan ala alhuduri, lakini hatuoni watu wakihudhuria kwa wingi katika mihadhara hiyo, hatuoni watu wakihudhuria kwa wingi katika semina hizo, hatuoni watu wakihudhuria kwa wingi katika mihadhara kama hiyo. Ndugu zangu katika imani,
Unapoambiwa kuna muhadhara, unaweza kukuta kuna watu wawili watatu ndio wamekuja kusikiza muhadhara, lakini waislamu wote hawaoni umuhimu wa hilo. Kuna darasa shekha anafundisha, unaweza kukuta shekha amekaa na watu wawili, yuko na watu watatu, watu wengine wote hawaoni umuhimu wa kukaa na kusikiliza darsa, kusikiliza muhadhara, kusikiliza semina. Ndugu zangu katika imani, atakayekwenda kwenye semina kama hizo, atakayekwenda kwenye muhadhara, atakayekwenda kwenye durus, malipo anayopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, analipwa malipo sawa na mtu aliyekwenda kufanya ibada ya hija. Ni wewe kutoka nyumbani na kutakasa nia yako na kuja kukaa na kusikiliza kile ambacho kinafundishwa. Kwa ndugu zangu katika imani, fahariyun bina hudhuru majalis alilmi, tuna haki sisi kuhudhuria vikao vya kielimu, wa taallum umuri dinina, na vile vile tuna haki ya kujifunza mambo ya dini yetu. Wa hariyun bina, na ni haki kwetu sisi alhirsu ala al-a'mal allati, tufanye pupa kuyafanya matendo ambayo thawabuha yaadilu thawab alhaji, malipo yake sawa na malipo ya hija, wal-iktharu minha, na tuyafanye matendo hayo kwa wingi ili tuweze kupata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuweze katika imani, ibada hizi ukiziangalia ni ibada nyepesi, lakini malipo yake ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu ilazimishe nafsi yako iwe yenye kuyafanya mambo haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.